maana kuliko uamuzi mwingine uliowahi kufanya. Haleluya! Basi jioni ya leo tunakwenda kujifunza maneno ya Mungu kutoka katika kitabu cha Luka sura yetu ya 8 kuanzia mstari wa 40 tutasoma mpaka 42, lakini tutaluka nitakwenda 49 mpaka 54. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Jioni ya leo tunakwenda kujifunza maneno ya Mungu yenye kichwa cha ujumbe kinachosema karibisha Yesu moyoni mwako akutendee mambo makubwa. Haleluya! Mkaribishe Yesu moyoni mwako akutendee mambo makubwa. Tunakwenda kusoma mistari hii nayo Bwana amekubali jioni ya leo tuweze kusikia. Biblia inasema, basi Yesu aliporudi, mkutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wakimngoja wote. Tazama, mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi. Akaanguka miguuni pa Yesu, akamsihi aingie nyumbani mwake, kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana pekee, umri wake wapata miaka 12. Na alipokuwa akienda, makutano walimsonga. Tuende mstari wa 49, nao unasema, alipokuwa akinena hayo, alikuja mtu kutoka nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akamwambia, binti yako amekwisha kufa, usimsumbue mwalimu. Lakini Yesu aliposikia hayo, alimjibu, usiwe na hofu, amini tu, naye atapona. Alipofika nyumbani, hakuacha mtu kuingia pamoja naye, ila Petro na Yohana na Yakobo na babaye yule mtoto na mamaye, na watu wote waliokuwa wakilia na kumwombolezea. Akasema, msilie, hakufa huyu, bali amelala usingizi tu. Wakamcheka sana, maana walijua ya kuwa amekwisha kufa. Akamshika mkono, akapaza sauti akisema, kijana, inuka. Roho yake ikamrejea, naye mara hiyo akasimama, akaamuru apewe chakula. Wazazi wake wakastaajabu sana, lakini akawakataza wasimwambie mtu lililotokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Tunasoma mistari hii, tunakutana na baba mmoja. Mimi nimemwita baba mnyenyekevu. Haleluya! Huyu baba alifunga safari kutoka nyumbani mwake, akasema, ninakwenda mahali ambapo Yesu anahubiri. Na alipofika mahali ambapo Yesu alikuwa, akaanguka miguuni pake. Haleluya! Na alianguka miguuni pake na akamsihi aingie nyumbani mwake. Haleluya! Akamuomba Yesu aingie nyumbani mwake, kwa sababu ndani ya nyumba yake lilikuwepo tatizo, na tatizo lililokuwa ndani ya nyumba yake, alikuwa na binti ambaye alikuwa na hali mbaya. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, wakati Yesu aliposikia sauti na mwaliko wa huyu baba Yairo, ambaye Biblia inamsema kwamba alikuwa ni mtu mkuu wa sinagogi. Haleluya! Kwa lugha rahisi, huyu baba alikuwa ni kiongozi wa dini. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu baba alifika mahali akawaza na kutafakari namna ambavyo binti yake amekuwa katika hali mbaya. Akachukua uamuzi wa busara, uamuzi wa hekima. Akasema, mimi sitatulia, sitanyamaza, nitafunga safari kwenda kumkaribisha Yesu aje katika mji huu. Haleluya! Ndipo ninapopata ujumbe wangu ninaoleta mbele yako jioni ya leo, ya kwamba ukimkaribisha Yesu atakutendea mambo makubwa. Haleluya! Yesu ana jambo moja
ibadilishe moyoni mwako. Haleluya. Baba, mkaribisha Yesu moyoni mwako, habari zako zitabadilika. Kila mizigo, kila vifungo, kila mateso huondoka wakati Yesu anapoingia ndani ya moyo wa mtu. Haleluya. Na Yesu kwa sababu hajawahi kukaribishwa mahali alafu akakataa kwenda. Haleluya. Ni ya leo mtu mmoja ambaye kumkaribisha Yesu katika moyo wake. Nataka nikwambie yako mambo makubwa yatatokea katika maisha yako, kwa sababu Yesu anapoingia yeye ni yote katika yote. Haleluya. Yesu anapoingia yeye ni yote ndani ya yote. Haleluya. Kumpokea Yesu jioni ya leo ili habari zako zibadilike, ili msiba wako uondoke, ili mateso yako uondoke. Maana Yesu yeye Bwana akiingia bahari lazima ingie mzima mzima. Haleluya. Yesu wetu hajawahi kuingia mahali nusu nusu. Haleluya. Huyu baba akasema nitakwenda kwa Yesu kwa unyenyekevu. Haleluya. Na alipofika kwa Yesu, unajua ngoja nikwambie, unajua si watu wa kuanguka miguuni, lakini huyu baba akasema kwa jambo nililokuwa nalo lazima nianguke miguuni pa mfalme. Haleluya. Jioni ya leo nataka nizungumze na mtu ambaye yuko na jambo limetesa maisha yake. Ni jioni ya kwenda mbele za Yesu, ni jioni ya kukubali kuanguka miguuni pa Yesu. Haleluya. Nampenda Yesu kwa sababu hajawahi kumwacha mwanamke aliyemwendea, hajawahi kumwacha mwanamke aliyemwendea, hajawahi kumwacha mwanaume aliyemwendea. Haleluya. Jioni anaopiga mbio, nenda kwa Yesu, karibisha Yesu ndani ya moyo wako. Haleluya. Unajua sisi wanaume Mungu alivyotuumba tunajiamini sana. Haleluya. Lakini baba alisema yuko mwanaume wa mwanaume, ni nani? Ni Yesu. Haleluya. Jioni anatangaza katika viwanja hivi ya kwamba Yesu yuko mahali hapa, akutane na mwanamke mmoja ambaye aliye na kuhuzunika, akutane na mwanaume mmoja aliyesema sasa inatosha mateso haya. Haleluya. Sasa unajua kuanguka miguuni kwa Yesu sio jambo rahisi. Mtu aliyeamua kumaanisha huwa tunaanguka kwa Yesu. Haleluya. Ana Yesu asifiwe sana. Yesu alipomwona huyu amefika pale, yeye hakuwa na sori, alianguka miguuni kwa Yesu, alafu akasema naomba uingie nyumbani mwangu. Haleluya. Yeye asema nitakwenda. Haleluya. Mwambie jirani yako cha ajabu. Mwambie jirani yako cha ajabu. Haleluya. Yesu alipoinuka kwenda nyumbani kwa Yairo, makutano wakamsonga. Haleluya. Walikuweko watu wenye shida zao, nao wakasema Yesu hawezi kupita hivi hivi, lazima na mimi anitendee. Haleluya. Hapo katikati kuna mstari umeruka, alikuwa kwa mama mwenye na damu wa miaka kutosha. Haleluya. Nikwambie Yesu ni zawadi tuliopewa. Haleluya. Yesu kitu. Haleluya. Yesu ndiye msaada kwa wanadamu. Haleluya. Nampenda Yesu, ana tabia ya kubadilisha historia ya mtu. Haleluya. Haleluya. Ni leo atabadilisha historia ya mtu mmoja ambaye atakwenda kwa Yesu mzima mzima. Haleluya. Amen. Haleluya. Yule akiwa ametulia kwenye eneo lile, anaendelea kusikiliza, anaendelea kusubiri, akaja mjumbe. Haleluya. Akaja mjumbe. Haleluya. Jirani yako alikuja mjumbe. Na mjumbe alikuwa na habari za kuvunja moyo, alikuwa na habari za kukatisha tamaa, alikuwa na habari za kuonyesha kwamba sasa yale mambo yameshafika mwisho. Nataka nikwambie huyu mjumbe alikuwa na maneno magumu. Mimi nilikuwa ninasoma katika Yesu, wanadamu wana maneno magumu, ashukuriwe Mungu, maana Yesu wewe una maneno laini. Haleluya.
la kukubembeleza ili ugeuke, ili utubu, ili uache njia zako mbaya. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Yesu aliposikia hizi taarifa alikubali kuondoka, lakini alipokuja mjumbe akasikia hizi taarifa. Haleluya. Ninampenda Yesu, akatoa neno. Haleluya. Yesu akatoa neno. Haleluya. Yesu ana neno la kukupa jioni ya leo, neno la kufungua, neno la kukuweka, neno la kukutoa kwenye mateso, neno la kukutoa kwenye vifungo. Jioni ya leo kubali kumkaribisha Yesu ili habari zako zibadilike, vifungo vyako viondoke, kila unyonge na udhaifu uondoke. Haleluya. Sema Yesu, nalikuja ili uwe na uzima kisha uwe na tele. Haleluya. Sema Bwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Huyo Yesu anatangaza uhuru kwa mwanamke mmoja, anatangaza uzima kwa mwanaume mmoja, maana Yesu Bwana yeye ni mtu wa matangazo. Haleluya. Na Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie, Yesu aliposikia yule mjumbe alikuja na maneno magumu, akasema binti yako ameshakufa. Na ninahisi sio rahisi ndio kweli, hakuzungumza kwa sauti ndogo, hakunong'ona, maana Yesu alisikia. Haleluya. Kuja na ujumbe, akazungumza akasema, wewe binti yako ameshakufa, usimsumbue mwache. Haleluya. Kuna watu wana maneno ya kuvuja tamaa, ya kukatisha tamaa, ya kuvuja moyo na jina la Yesu. Haleluya. Akasema usiwe na hofu. Haleluya. Akasema usiwe na woga, usiwe na mashaka, usione mnyonge. Haleluya. Akamwambia usiwe na hofu. Haleluya. Jioni ya leo Yesu anakuambia usiwe na hofu. Haleluya. Jioni ya leo woga. Haleluya. Mola yupo ili akutendee. Haleluya. Mola yupo ili akutane na wewe. Haleluya. Kazi yako ni moja tu, ni kumkaribisha ndani ya moyo wako. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Anasema usimsumbue mwali, binti yako ameshakufa. Nikawa na waza kwamba huyu mpeleka taarifa na ujumbe, sijui kama alichaguliwa na mtu, maana taarifa aliyopeleka taarifa vichoni. Hakusema nimwite mfiwa pembeni, nianze kuanza kumpetipeti na maneno mazuri ya kumlembalemba kwamba bwana hapa umeshakaa sana, umechoka sasa, nyumbani wanakuta, ndio ukaangalia hali ya mgonjwa ili amtoe mazingira aliyokuwa nayo. Yeye alipofika tu alibwatuka. Haleluya. Akamwambia wewe binti yako ameshakufa, usimsumbue mwali. Sasa hayo ni maneno binadamu, jambo lako analiona ni usumbufu, lakini nataka nikwambie liko neno la Mungu jioni ya leo. Yesu anakuita kwa sauti ya huruma, ya upole, akikutaka ugeuke, akikutaka umpe nafasi katika maisha yako. Haleluya. Kubali Yesu aingie, na Yesu akiingia Bwana, na Yesu akitawala Bwana, na Yesu akikanyaga ndani ya moyo wa mtu, unamwona yule ambaye alikuwa anaonekana ni mzee, kasura sasa kanaanza kutakata na kuna wingi, maana anaingia Bwana Yesu. Haleluya. Mtu ambaye alikuwa anatembea ameinama, anaanza kutembea sasa ameinuka, sura yake inaangalia kulia na kushoto, maana Yesu ameingia. Haleluya. Leo na waalika wote wenye huzuni, Yesu anawaita wote walioinama vichwa vyao chini kwa sababu ya maneno ya wajumbe waliowapelekea ujumbe wa kusema wewe huwezi kutoboa mwaka huu. Ninalo neno la Mungu jioni ya leo kwamba Yesu anakutaka uingie ndani ya moyo wako, afute maneno ya maadui zako. Haleluya. Sisi tunayemwabudu huyo ndio Yesu tunamtumikia, huyo ndio Yesu anayekuita jioni ya leo. Haleluya. Nikwambie, nataka nikwambie, haleluya. Unajua wanadamu wana maneno mengi, wanadamu wana maneno ya kushusha moyo, wanadamu wana maneno ya kukuona wewe ni sifuri, wanadamu wana tabia ya kusema wewe huwezi kutoboa, wewe huwezi kutokeza ulivyo. Sasa nataka nikwambie, mimi niliyesimama mbele yako sikuwa hivi nilivyo. Haleluya.
yaliyotajwa na maadui zangu. Mimi nataka nikwambie wewe umetulia hapo, kuna watu wanasema huyu waendelee kupata shida, wanakaa na vikao, wanasema na kusema dawa yao na kiboko yao ni Yesu. Haleluya, haleluya. Dawa yao na kiboko yao ni Yesu. Haleluya. Yesu akisikia wanapoteta anasema ngoja niwashangaze. Haleluya, ya kuwashangaza wanadamu. Haleluya, wao watakaoshangazwa na Yesu. Haleluya, watakaoshangazwa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mjumbe ameleta habari zake, Yesu atapangua muda huo. Haleluya. Akasema wewe maneno uliyoleta haya achana nayo. Wewe baba kaa hapa, usiwe na hofu, usiwe na mashaka. Haleluya. Yesu peke yake anaweza kumsuluhisha mwanadamu kwamba asiogope, asiwe na mashaka, asiwe mnyonge, asiwe dhaifu. Yesu peke yake anaweza kuachilia ujasiri ndani ya mtu aliyejiona mnyonge, ndani ya mtu aliyejiona yuko peke yake. Nikwambie Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hiyo ni nyundo ya kwanza anakutana nayo ya hilo ya maneno ya Yesu akapangua. Haleluya. Yesu amekwenda, wamefika ndani. Yesu kama kawaida yake anaandika neno. Haleluya. Alipofika amekuta watu wanalia, sio alikuwa analia kabisa kama Petro. Bwana Yesu asifiwe. Sio wanatamka maneno gani kwenye vichwa vyao, lakini Yesu alipofika akasema msini tulieni, huyu ametatua. Yesu asifiwe sana. Wanaona amekufa, Yesu anaona amelala. Haleluya. Kuna watu wanaona wewe umefika mwisho wa mambo yako, Yesu anauona mwanzo. Ni Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho. Hakuna aliye kama yeye, anayemiliki na kutawala, mwenye uwezo na mamlaka ni Yesu wetu. Haleluya. Yeye ana tabia ya kuelimisha maadui. Haleluya. Asifiwe sana. Ngoja nikwambie, wakati mwingine usijibizane na mtu. Haleluya. Usijibizane na mtu. Sikia neno nayokuambia, ili siku Bwana akifanya jambo uwe na ujasiri wa kumwendea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nikwambie, achana na watu waongee, lakini wewe ng'ang'ana na Yesu. Na kama hujatia Yesu ndani, uweka Yesu moyoni, alafu Yesu analeta hela mfukoni. Haleluya. Ili mkishwani. Haleluya. Yesu asifiwe. Yeye ni mlango wa kondoo. Haleluya. Atakayesikia sauti yangu ataingia kwangu na kukaa. Haleluya. Kubali kukaribisha Yesu ndani ya maisha yako. Haleluya. Kadri tunapoendelea nitakuja kukuambia namna ambavyo nilishusha na maneno ya wanadamu. Haleluya. Maneno ya ndugu, wakati mwingine wazazi na ndugu watu moja wanasema ule ni zero, ile hamna kitu. Haleluya. Lakini leo mimi ndio napata kifua mbele. Haleluya. Asifiwe sana. Wakati mwingine mtu anatamani kujivuna, lakini nakumbuka ya kwamba yeye anakaa pamoja na Roho na kunyenyekea ninashuka chini. Haleluya. Kumbuka maneno ambayo watu walisema miaka michache iliyopita, natamani ninuke lakini nasikia tulia. Haleluya. Kwa msilie wanacheka, tena sio wanacheka kidogo, wanacheka sana. Wanacheka kwa sauti kubwa, wakacheka. Haleluya. Jua ni mambo ambayo hayawezekani. Hawakujua kwamba kwake Yesu yote yanawezekana. Haleluya. Haleluya. Yeye ndio aliyoshinda kaburi na mauti. Yeye ndio aliyefufuka ili atukomboe katika uonevu wa kila namna wa adui. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Waliokuwa wanalia ndio waliokuwa wanacheka. Haleluya. Biblia yangu aniambia pale palikuwa na makundi ya watu wawili. Alikuwa kundi moja, maana alikuwa msibani, wanamwombea. Kufika Yesu mwana wa Mungu aliye hai akasema msilie watu. Haleluya. Watu wanapoona mwisho, Yesu anapoona mwanzo wa mtu mmoja. Wanapoona mwisho, Yesu anapoona mwanzo wako mama. Watu wanapoona mwisho, Yesu anaona mwanzo wako baba. Watu
Yesu anaona inawezekana. Wanaposema huyu wa mwisho, kumbe unampenda Bwana, ndio matokeo. Shaumu inakuja mbele, wa mbele anaenda nyuma. Haleluya. Yesu haleluya. Anageuza mambo, anapindua vitu. Wa mbele anarudi nyuma, wa nyuma anakutamua. Ndio maana nasema ninaviinua vinyonge ili kuvimbisha vyenye nguvu. Haleluya. Watu wanaonekana wana nguvu mbele yako, lakini nataka nikwambie jioni ya leo, mwanaume Yesu ana nguvu. Mwanaume Yesu ameshindikana. Yesu ni wa pekee. Kwenda kaburini akanyang'anya funguo. Tunakusimu atachukua, anatangaza ya kwamba imekwisha. Haleluya. Sema imekwisha. Haleluya. Imekwisha. Vifungo imekwisha. Manyanyaso imekwisha. Kila walichosema wanadamu tunakifuta jioni ya leo kwa jina la Yesu. Haleluya. Na mwanaume mmoja Yesu anaandika historia mpya, na baba mmoja Yesu anaandika historia mpya, na kijana mmoja Yesu anaandika historia mpya. Jioni ya leo, jioni hii isikupite. Karibisha Yesu moyoni mwako. Haleluya. Kama unataka kuwashangaza waliokucheka, karibisha Yesu. Kama unataka kuwashangaza waliokucheka, karibisha Yesu. Haleluya. Maana Yesu aliambia stop kulia, stop kulia. Uliwachafa amelala. Walipocheka akasema kumbe alikwenda na majembe hao. Haleluya. Akanena Petro na Yakobo na Yohana, akamchukua na mama, akamchukua na baba mtoto, akasema hao wengine wanapoteza muda, hebu ngoja tuingie kwenye chumba cha ndani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipofika huko, yeye alishika mkono mtoto akamwambia inuka. Haleluya. Yesu jioni ya leo anataka kushika mkono kupitia kutoka mahali ulipo naso. Yesu anataka kushika mkono akutoe kutoka mahali ambapo umekwama. Yesu anataka kushika mkono akuvusha kwenye maji mengi. Yesu anataka kushika mkono akuvusha kwenye maneno ya wanadamu. Haleluya. Kushika mkono. Yesu akamshika mkono yule mtoto akamwambia inuka. Akainuka. Alipoinuka Yesu anaamrisha apewe chakula yale alipokula. Haleluya. Mzee mwenyewe anaona mambo hayo imekuwaje, maana wanastaajabu. Anaambia msimwambie mtu. Hizo habari sasa za kumwambia mtu. Haleluya. Nataka nikwambie jambo jema Yesu akitenda katika maisha yako. Wewe mwenyewe asubuhi utainuka, utamwadisia kila mtu, utamsalimia kila mtu, unaeleza habari zako kila mtu, maana Yesu ametenda jambo. Haleluya. Yesu akutendee. Yesu akutendee. Yesu akutendee. Yesu akutendee. Jioni ya leo Yesu yuko katika viwanja hivi, anataka kuwatendea wanawake kwa wanaume. Haijalishi jambo lako umepita nalo kwa muda mrefu. Nataka nikwambie hivi, wewe habari za kifo chana nazo. Kifo kinatisha. Yuko mtu mmoja tu, yuko Mungu mwenye nguvu. Yesu mwenyewe ndiye aliyeshinda kifo na mauti. Yuko jioni ya leo hapa ya kushindia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie kufiwa mara kufiwa na ndugu wangu, yaani siku ile ilikuwa ni ngumu, maana nilikuwa na maswali mengi, na miongoni mwa uoni ambao nimeitoa kwa familia yangu ni kwamba mtu yoyote akiumwa, mtu yoyote mkisikia siku imekwaje, nipeni taarifa kabla mjaenda hospitali. Haleluya. Na mimi najua kwamba viko vita. Adui anatamani aende kuvuna mtoto wa mwakajoka mmoja baada mwingine. Mimi nimekuwa mahali hivi ninavyoongea na wewe, nina dada yangu ambaye tumefuatana. Haleluya. Nina dada yangu ambaye alipoishi pale kwa muda, alikwenda nyumbani kwake, akafika mahali, akaamka asubuhi na mapema, ni wiki ya 3 sasa. Akasema sikiliza, leo hatuendi hospitali, lakini nakwenda kwa mdogo wangu
nakwenda nyumbani kwake, siendi hospitali, nakwenda kwa mdogo wangu. Haleluya. Nilivyosikia habari hizi kwamba yule brada yangu tumefuatana na kuja, nikasema Yesu, wakati wa kujitwalia wewe utukufu umeshafika. Yesu amefanya vitu vya ajabu. Dada yangu amekuja amesimama namna hii hivi ninavyoongea na wewe, anachapa msosi. Mchezea Yesu wewe, haleluya. Unamchezea Yesu wetu wewe, haleluya. Anapiga msosi. Na mimi nimeshasema nikirudi nitarudi na Pepsi, nitarudi na Fanta, nitarudi na matikiti, nitarudi na magimbi, nitarudi na msosi. Na sisi kwetu tabia yetu huwa kwenye msosi hatuko vibaya sana, haleluya. Tuambie sisi huwa tunapiga msosi vizuri, haleluya. Nasema kila nikienda nikirudi nabeba kitu, haleluya. Para na chapa msosi. Jumamosi hii mume wake amesema bwana, nataka nije nimeona mke wangu, lakini nataka nimshukuru shemeji. Mimi si shemeji yake bwana, shemeji lake mwamba ndani ya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Nataka nikwambie wamekata tamaa kuhusu maisha yako tena, na nikwambie ukimpata Yesu anaanza kutengeneza akili kwanza. Haleluya. Alafu kutengeneza akili zako, anatengeneza moyo wako. Akishatengeneza wako, anaanza kutembea na wewe. Akianza kutembea na wewe, akathibitisha ya kwamba wewe ni mwaminifu, anafungua dirisha mkata. Haleluya. Wewe unagundua kama wewe tayari unaendelea kukaa vizuri kwenye mstari, anafungua na mlango mkata. Akigundua kwamba wewe uko njema, uko vizuri, hauyumbi yumbi na 200 300, anafungua geti kabisa. Haleluya. Akishafika mahali akiona geti ameshafungua, unaeleweka huko viwango vingine, geti lenyewe anatoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Nikwambie yeye ndiye mlango wa kondoo, ila aliye wake anaisikia sauti yake. Jioni ya leo sikia sauti ya mwaliko ya Yesu. Kutoka kuangalia nyuma, wanadamu wanazoea kuzuia. Subuhu na yule mjumbe alimwambia usimsumbue mwalimu, maana kuna tayari msiba. Haleluya. Na nikwambie tata. Amina. Haleluya. Basi wakati huu katika kumoja mimi katika siku yetu ya kwanza, na mwamba Bwana akutane na watu, afungue watu, aweke huru watu. Naomba msogee hapa, tunataka kumlilia Bwana, tunataka kumuita Yesu. Yesu yuko hapa ili akutendee, mkaribishe ndani ya moyo wako. Naomba watu wote tusogee hapa, na wewe si wawili, tunakwenda kuimba wimbo hapa kwa dakika moja. Tunakwenda kuliinua jina la Yesu, tunakwenda kumwinua mfalme, tunakwenda kumwinua Bwana mabwana. Katikati ya jalili walio wengi, atagusa walio wengi. Sogea, usione aibu kusogea. Muda wetu ni mzuri tu kabisa, sijataka tuvute sana, maana ni siku ya kwanza. Yesu yuko kutembea leo hii, anataka mtendee mtu mmoja atakayekwenda miguuni pake na kuanguka, amwone Yesu ndio suluhisho la maisha yake, ndio suluhisho la matatizo yake. Naomba kwa siku moja kama iki hapo, tunakwenda kuimba wimbo unastahili, unastahili. Yesu anastahili, anastahili kutukuzwa, anastahili kuinuliwa, anastahili kuabudiwa. Jioni ya leo anataka ingie ndani. Nisikilizeni kidogo, unakwenda kuimba hivi, kila mmoja sogea mahali yako, sogea tukani. Tukaneza maisha yako, itafika wakuombea watu, acha tuwaja hivi, hapo tuongelea kidogo. Uliacha enzi yako, na mwaka wa Mungu, umesoma kukomboa. Enzi yako na mamlaka yake mbinguni, umeshinda kutukomboa.
Bwana. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru Bwana wa mianga, nuru ya ulimwengu uliyeshuka katika mji huu wa Pagama jioni hii ya leo. Bwana mabwana, watu wa dunia wameipenda giza kuliko nuru, lakini watoto wako hawa jioni ya leo wameikubali nuru na wamesogea katika viwanja hivi, na wengine wapo katika majumba yao wamesikia neno lako jioni ya leo. Bwana mabwana, Yairo alikuwa kiongozi wa dini, lakini dini yake kumsaidia kutoka katika maisha aliyoishi, kutoka katika ugonjwa aliyokuwa na upiti yake, lakini akatambua ya kwamba akija kwako Yesu na kuanguka miguuni pako wewe Yesu utafanya jambo katika maisha yake, na atakusii uingie nyumbani mwake. Bwana wa Bwana, Yesu aliposikia maneno ya Yairo kauingia nyumbani mwake. Bwana wa Bwana, ulikubali kuingia nyumbani mwake. Ninakushukuru Yesu kwa sababu kila anayekualika Bwana utawahi kumwacha, hujawahi kumtupa. Jioni ya leo Bwana mabwana, dini haikumsaidia Yairo, lakini wewe ulimsaidia. Watu waliosimama naye kuomboleza